Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa tarehe 26 Mei mwaka 2026. Na kila siku tuendelea kuwajuza kwamba Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika tangazo letu la mchana wa leo tutakuletea maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa nchi, taarifa kuhusu hali ya kibinadamu kwa wananchi waliokimbia mapigano, pamoja na habari mbalimbali za kisiasa, kijamii na afya zinazoendelea kuvutia hisia za wengi. Tukianza katika jimbo la Kivu Kaskazini, mamia familia yanaendelea kuyakimbia makazi yao katika eneo la Rubaya wilayani Masisi kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama na mapigano yanaendelea katika maeneo ya karibu. Haya na mengine zaidi ni katika taarifa yetu hii ya mchana wa leo, na mimi ni Teloje Lulonga. Basi karibu tuendelee pamoja. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Rubaya, eneo muhimu la uchimbaji madini lilopo katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, alosababisha maelfu ya wananchi kuendelea kuyakimbia makazi yao tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Harakati kubwa ya watu wanaohama imeongezeka kufuatia kusonga mbele kwa vikosi vya serikali vikisaidiwa na makundi ya wazalendo kuelekea eneo la Rubaya baada ya taarifa za kuanguka kwa vijiji kadhaa katika sekta ya Katohi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, wananchi wengi wameanza kuondoka Rubaya kwa hofu ya kuzingirwa na mapigano mapya ambayo endelea kusogea karibu na mji huo. Wengi wao wanakimbia katika maeneo ya Bihambwe, Mushaki, Sake pamoja na mji wa Goma wakitafuta usalama kwa familia zao. Hata hivyo, idadi kamili ya watu waliokimbia makazi yao bado hajafahamika kutokana na kutokuwepo kwa sensa rasmi ya waliopoteza makazi tangu hali hiyo ilipoanza. Mashuhuda waliowasili katika maeneo salama wanaeleza kuwa hali ndani ya Rubaya imekuwa ya taharuki kubwa, huku wananchi wakionekana wakiondoka kwa haraka ikiwa wamebeba mizigo michache ya lazima. Familia nyingi zinalazimika kuacha nyumba zao pamoja na mali nyingi walizokuwa nazo wamezitafuta kwa miaka mingi kutokana na ukosefu wa vyombo vya usafiri na kuendelea kwa hali ya hatari katika njia zinazotumiwa kutoka Rubaya kuelekea maeneo mengine. Baadhi ya wananchi waliofanikiwa kufika katika maeneo ya mapokezi wamesema walitembea kwa miguu kwa saa nyingi, wengine hata kwa siku kadhaa, wakipita njia za milimani na maporini ili kuepuka maeneo yanayoripotiwa kuwa na mapigano. Wanawake, watoto pamoja na wazee ndio wasirika zaidi katika safari hii ngumu, huku wengi wakionekana kuchoka na kukosa msaada wa haraka wa kibinadamu. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya familia zimegawanyika wakati wa kukimbia kutokana na taharuki iliyokuwepo. Wapo watoto walipoteana na wazazi wao njiani, huku wengine wakihifadhiwa kwa muda na majirani au wa Samaria wema waliokutana nao katika maeneo ya mapokezi. Leo ameongeza zaidi huzuni na majonzi wa wananchi ambao tayari wameathiriwa na vita kwa muda mrefu katika sehemu hiyo ya Masisi. Wakati huo hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kadri idadi ya watu wanaowasili katika maeneo ya hifadhi inaongezeka kila siku. Familia nyingi zinazowapokea wakimbizi hao zinasema uwezo wao kuhudumia umeanza kupungua kutokana na uhaba wa chakula, maji safi pamoja na sehemu za kulala. Katika baadhi ya maeneo, familia zaidi ya moja sasa zinaishi katika nyumba moja ndogo kutokana na kukosekana kwa makazi ya kutosha. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wameanza kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuzorota zaidi wale wa afya ikiwa msaada wa haraka hautawafikia walioathirika. Tayari kuna hofu ya kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa maji safi na mazingira yasiyo salama, hasa kwa watoto wadogo wanaolazimika kulala nje au katika makazi yasiyo rasmi. Wananchi wanaokimbilia maeneo ya Sake na Goma pia wameripotiwa kukabiliwa na changamoto kubwa za maisha kutokana na gharama
za juu za maisha pamoja na uhaba wa huduma za msingi. Wengi wao wana fedha wala chakula cha kutosha, hilo lazima kutegemea misaada kutoka kwa wananchi wenye mapenzi mema pamoja na mashirika ya kibinadamu. Katika eneo la Rubaya na vijiji vya jirani, hali ya taharuki bado inaendelea kutawala. Wakazi waliobaki wanaishi kwa hofu wa kufuatilia maendeleo ya mapigano karibu na maeneo yao. Baadhi ya wananchi wanasema hawajawahi hatima za nyumba zao wala shughuli zao za kiuchumi, hasa katika eneo hilo ambalo linategemea sana shughuli za uchimbaji wa madini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali hiyo inaonyesha kuwa mara nyingi madhara makubwa ya migogoro ya silaha dhidi ya raia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka mingi sasa, wananchi wa Masisi wanaendelea kuathiriwa na mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha pamoja na vikosi vya serikali, hali ambayo inaendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na wimbi la wakimbizi wa ndani. Licha ya wito mbalimbali wa kutaka mapigano yasitishwe na juhudi za kurejesha amani kuendelea kufanyika, wananchi wa kawaida ndio wanaendelea kubeba mizigo mikubwa ya mgogoro huu. Huku hali ya usalama ikiwa bado hajatulia, wengi wa wakazi waliokimbia makazi yao hawajui ni lini wataweza kurejea nyumbani kwao kwa usalama. Mvutano unaonekana kuendelea kuongezeka ndani ya makundi ya wazalendo wanaoshiriki operesheni za kijeshi katika mkoa wa Kivu Kusini baada ya uamuzi wa kusimamishwa kwa msemaji wa kitengo maalumu cha wazalendo kwa operesheni za Kivu Kusini, Jenerali James Fieka Adui. Taarifa hiyo imetolewa kupitia waraka rasmi uliowasilishwa kwa uhariri wa Kivu News Info na kusainiwa tarehe 25 Mei mwaka 2026 mjini Uvira. Kwa mujibu wa waraka huo ulitiwa saini na Jenerali Delfe Kalembe Ngomazito, anajitambulisha kama mkuu wa majeshi wa kitengo maalumu cha wazalendo kwa operesheni za Kivu Kusini. Viongozi wa muungano huo wamemlahumu James Fieka Adui kwa kusambaza ujumbe wa sauti kwenye mitandao ya kijamii kinyume na kanuni za maelekezo ndani ya harakati hiyo. Katika barua hiyo, uongozi wa kitengo maalumu cha wazalendo unaeleza kuwa hatua ya kumsimamisha msemaji huyo imechukuliwa kutokana na kile walichokiita ukiukwaji wa nidhamu ndani ya muungano huo. Waraka huo unaeleza kuwa James Fieka Adui anasimamishwa katika nafasi yake ya msemaji hadi pale uamuzi mwingine utakapotolewa na uongozi wa juu wa kitengo hicho. Kwa kufuatilia audio hizo ambazo zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kinyume na masharti ya kanuni za kitengo maalum cha wazalendo kwa operesheni za Kivu Kusini, tunawaarifu kuhusu kusimamishwa kwenu katika majukumu yenu kama msemaji wa kitengo hicho hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Hiyo ni sehemu ya waraka hiyo ilinavyoeleza. Taarifa ya kumsimamisha imetumwa pia kwa kamanda wa vikosi vya wazalendo katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, kwa katibu mkuu wa muungano huo, viongozi wa kisiasa wa wazalendo pamoja na makundi mengine ya washirika wanaoshiriki katika operesheni za usalama dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi. Chanzo kikuu cha mzozo ni ujumbe wa sauti uliosambazwa na James Fieka Adui katika mitandao ya kijamii na ambao ulianza kusambaa kwa kasi katika siku za hivi karibuni. Katika sauti hiyo, msemaji huyo alisimamishwa anatoa tuhuma nzito dhidi ya uongozi wa kanda 33 ya kijeshi la FARDC. James Fieka Adui anadai kuwa baadhi ya maafisa wa jeshi katika kanda hiyo wanahusika katika uharibifu wa fedha zinazotengwa kwa ajili ya wazalendo, na kwa mujibu wa madai yake, fedha hizo ambazo zilipaswa kuwasaidia wapiganaji walioko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya makundi ya wasi hazikuwafikia walengwa wake. Mbali na madai hayo ya uharibifu wa fedha, James Fieka Adui pia alidai katika audio hiyo kuwa uongozi wa kanda 33 ya kijeshi ulikuwa ukitaka wapiganaji wa wazalendo waondolewe katika maeneo ya Sange na Luvungi na kupelekwa Runingu katika bonde la Ruzizi. Kauli hiyo ilizua mijadala mikubwa miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya usalama, hasa kutokana na hali tete ya maeneo hayo ambayo bado yanakabiliana na vitisho vya makundi yenye silaha. Katika ujumbe ule uliosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, James Fieka Adui pia alitoa matamshi yaliyotafsiriwa kama vitisho vya usalama dhidi ya mji wa Uvira. Alisema kuwa ikiwa fedha hizo zinazodaiwa kwa ajili ya wapiganaji wa wazalendo hazitatolewa, hali ya usalama inaweza kuzorota katika eneo hilo, na kauli hizo zimezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Uvira pamoja na viongozi wa kijamii wanaofia kurejea kwa machafuko katika mji huo wa mpakani. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaona kama tukio hilo linaonyesha kuwepo kwa mvutano unaongezeka kati ya baadhi ya makundi ya wazalendo na uongozi wa jeshi la FARDC unasimamia operesheni za usalama katika Kivu Kusini. Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na taarifa za kutokuelewana kuhusu usimamizi wa operesheni, vifaa vya kijeshi pamoja na misaada ya kifedha kwa makundi yao ya wazalendo yanayosaidia jeshi katika mapambano dhidi ya waasi. Wakazi wa maeneo ya Uvira, Fizi na bonde la Ruzizi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mgogoro huo kwa ndani, huku wengine wakieleza hofu kwamba mgawanyiko kati ya washirika wa operesheni za kijeshi inaweza kudhoofisha juhudi za kurejesha usalama katika eneo
hilo ambalo tayari limewasiliwa kwa miaka mingi ya migogoro ya silaha. Mashirika ya kiraia katika Kivu Kusini nayo yameanza kutoa wito kwa utulivu na mawasiliano ya wazi kati ya majeshi na makundi ya wazalendo ili kuepusha hali ambayo inaweza kuongeza taharuki miongoni mwa wananchi. Baadhi ya viongozi wa kijamii wameamini kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi kuhusu madai yaliyoibuliwa na James Feka Adui ili kuondoa sitofahamu inayozidi kuenea katika jamii hii. Hadi sasa uongozi wa kanda 33 ya kijeshi FARDC hujatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma za uharibifu wa fedha zilizotolewa dhidi yake. Hivyo James Feka Adui bado hajatoa maelezo mapya baada ya kutangazwa kusimamishwa kwake kama msimamizi wa kitengo maalumu cha wazalendo katika operesheni za Kivu Kusini. Tukio hilo linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama katika wilaya Fizi na Uvira inaendelea kuwa tete, huko operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha zikikabiliana na changamoto mbalimbali za vifaa, uratibu pamoja na huduma za mara kwa mara kati ya washirika wanaoshiriki katika juhudi za ulinzi wa eneo hilo. Mamlaka za mkoa Chopo zimejaribu kutuliza hali ya hofu iliyojitokeza mjini Kisangani baada ya taarifa za majaribio ya mashambulizi kwa kutumia ndege isiyo na rubani maarufu kama drone kulenga uwanja wa ndege wa Bangboka. Tukio hilo limezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa mji huo, huku wengi wakianza kuhoji hali ya usalama katika moja ya miji mikubwa ya kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za mkoa, majaribio haya ya mashambulizi yaligunduliwa mapema na hali ilidhibitiwa na vikosi vya usalama kabla ya kusababisha madhara makubwa. Hata hivyo, mazingira kamili ya tukio hilo bado hajawekwa wazi rasmi, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo cha drone hizo pamoja na watu wanaodaiwa kuhusika. Gavana mkoa huo wa Chopo Paulin Lendongolia ametoa tamko la kuhakikishia wananchi kwa hali ya usalama mjini Kisangani iko chini ya udhibiti wa mamlaka za serikali na vikosi vya ulinzi. Kupitia ujumbe wake, gavana huyo amesema shughuli zinaendelea kama kawaida katika mji huo pamoja na katika uwanja wa ndege wa Bangboka licha ya hofu iliyosababishwa na tukio hilo. Katika tamko lake, gavana huyo ametaka wananchi kutokuwa na hofu na kuendelea kuwa na imani na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vya usalama vinavyoendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo hilo. Amesisitiza kuwa hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuhakikisha usalama wa raia na miundombinu ya serikali vinaendelea kulindwa. Mamlaka za mkoa Ituri zimetangaza kuanzishwa kwa operesheni maalum ya kuwatafuta watu walioshukiwa kuhusika na uchomaji wa vituo vya wagonjwa vya Ebola katika maeneo ya Bunia na Mongo Bwalu. Tangazo hilo limetolewa siku ya jana tarehe 25 Mei na viongozi wa kijeshi wa mkoa huo, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kutokana na hofu ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Kwa mujibu wa msemaji wa gavana wa kijeshi wa Ituri, Luteni Jile Ngongo, vyombo vya usalama tayari vimepewa maelezo madhubuti ya kuwasaka na kuwakamata watu wote wanaodaiwa kuhusika katika matukio hayo yaliyoshambulia miundombinu ya afya inayotumika katika mapambano dhidi ya Ebola. Akizungumza kwa niaba ya gavana wa kijeshi wa Ituri, John Luboya Kashama, Luteni Jile Ngongo amesema kwa mamlaka haziwezi kuvumilia vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wananchi wakati ambapo timu za afya zinaendelea kupambana kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Kwa niaba ya gavana wa kijeshi Luteni Jenerali John Luboya Kashama, tunaagizia vyombo husika kufuatilia na kuwakamata watu wote wanaohusika na matukio haya kwa sababu tayari baadhi yao wametambuliwa, amesema Luteni Jile Ngongo. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa, vurugu zilizosababishwa kuchomwa kwa baadhi ya vituo vya wagonjwa wa Ebola zinahusishwa na mvutano uliotokea siku kuhusu usimamizi wa miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Ndaiwa kwa baadhi ya vijana walijaribu kuchukua miili ya marehemu kutoka mikononi mwa timu za afya licha ya hatua kali za kiafya zilizowekwa ili kuzuia maambukizi zaidi. Viongozi wa afya pamoja na vyombo vya usalama wanaeleza kuwa hatua hiyo ni ya kutaka kuchukua miili kwa ajili ya mazishi ya kijadi ilizua migusanyo kati ya wananchi na vikosi vya usalama vilivyokuwa vikihakikisha sheria za afya zinafuatwa. Katika baadhi ya maeneo, hali hiyo ilisababisha vurugu na mashambulizi zaidi na vituo vya afya pamoja na timu za wataalamu wanashughulikia mapambano dhidi ya Ebola. Luteni Jile Ngongo amelaani vikali tabia hizo, akisema zimeweka maisha ya wananchi wote katika hatari kubwa. Amesema baadhi ya watu wanataka kupuuza hatua za kiafya kwa sababu za kijamii wa kutafuta umaarufu mbele ya jamii, jambo ambalo linaweza kuongeza kasi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Nyinyi wenyewe mmeona namna baadhi ya vijana walivyosababisha vurugu kwa sababu walitaka kuchukua mwili wa marehemu, lakini vikosi vya usalama viliingilia kati. Hatuwezi kuweka maisha ya wananchi wote katika hatari kwa sababu mtu fulani anataka kuonekana muhimu mbele ya wengine, alieleza msemaji huyo wa gavana wa kijeshi. Mamlaka za afya zinaendelea kusisitiza kuwa kuhusu miili ya watu waliokufa kutokana na Ebola ni moja njia kuu zinazochangia kuenea kwa virusi hivyo, hasa wakati wa mazishi ya jadi ambapo ndugu na wananchi
wengi kusanyika na kugusana mwili na wa marehemu bila vifaa vya kujikinga. Kwa sababu hiyo, viongozi wa kijeshi pamoja na timu za afya waendelea kutoa wito kwa mkali kwa wananchi kuheshimu masharti yote ya afya iliyokuwa katika maeneo yaliyoathirika na ugonjwa huo. Wananchi wanahimizwa kuosha mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa wagonjwa au miili ya marehemu bila ulinzi wa kitaalamu, pamoja na kutoa taarifa mapema wanapogundua dalili zinazofanana na Ebola. Katika maeneo ya Bunia na Bwangabulu, hali ya wasiwasi inaendelea kutokana miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakihofia kuongezeka kwa maambukizi mapya. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wameanza kuongeza kampeni za uhamasishaji ili kuwafahamisha wananchi juu ya hatari ya kugusa miili ya waathirika wa Ebola na umuhimu wa kushirikiana na timu za afya. Katika hali ambayo usalama unaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini kutokana na vita dhidi ya waasi M23 na ongezeko la vitendo vya uhalifu mjini Uvira, harakati ya kiraia ya Machozi ya Raia imezindua rasmi kampeni kubwa ya uhamasishaji wa wananchi inayobeba jina la Amani Kwetu. Uzinduzi wa kampeni umefanyika tarehe 24 Mei mjini Uvira kwa lengo la kuhamasisha kijamii kushiriki kikamilifu katika juhudi za kurejesha usalama na amani katika mji huo pamoja na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa viongozi wa harakati hiyo ya kiraia, kampeni hiyo ni itadumu kwa muda wa mwezi mmoja na inalenga kupunguza hali ya ukosefu wa usalama inayozidi kuwatia hofu wananchi wa Uvira na maeneo mengine ya wilaya hiyo. Waandaaji wa kampeni hiyo wanasema wameamua kuanzisha mpango huo kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya mauaji ya kulenga, uporaji wa usiku wa ukamataji wa kiolela wa watu pamoja na vitisho dhidi ya harakati za kiraia na waandishi wa habari. Katika miezi hivi karibuni, wakazi wa Uvira wamekuwa kikabiliwa na hali ya wasiwasi kutokana na matukio mara kwa mara ya watu kushambuliwa usiku, nyumba kuvamiwa na watu wenye silaha pamoja na raia kutekwa au kutishiwa kwa sababu mbalimbali. Mashirika ya kiraia yamekuwa kitoa tahadhari kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama, huku baadhi ya wananchi wakidai kuwa hawaoni tena utulivu waliokuwa nao hapo awali. Kupitia kampeni ya Amani Kwetu, harakati ya Machozi ya Raia inalenga kuhamasisha wananchi kuwa macho dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa jamii hii. Waandaaji wa kampeni hii wanahimiza wakazi wa Uvira kushirikiana kwa karibu na viongozi wa kijamii pamoja na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaotiliwa shaka au minendo inayoweza kuhusishwa na vitendo vya uhalifu. Viongozi wa harakati hiyo wameamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi na mamlaka za usalama unaweza kusaidia kupunguza matukio ya uhalifu ambayo yanaendelea kuongezeka katika baadhi ya mitaa ya Uvira. Wamesema kuwa wananchi wana jukumu muhimu katika kulinda maeneo yao kwa njia ya tahadhari na mshikamano wa kijamii. Mbali na kupambana na uhalifu mjini, kampeni hiyo pia imepanga shughuli maalum katika bonde la Ruzizi, eneo ambalo linaendelea kuathiriwa na vita pamoja na mabaki ya vifaa vya mlipuko vilivyoachwa baada ya mapigano. Harakati hiyo inasema itafanya kampeni za uelimishaji kwa wakulima, watoto pamoja na wananchi wa kawaida kuhusu hatari ya kukaribia au kugusa vifaa vya kulipuka ambavyo havijapasuka. Katika baadhi ya maeneo ya Plaine de la Ruzizi, wananchi wamekuwa kikumbana na mabomu au vifaa vya mlipuko vilivyoachwa mashambani au karibu na makazi yao, hali ambayo imekuwa tishio kubwa hasa kwa watoto wanaocheza au wakulima wanaokwenda mashambani. Kupitia kampeni hiyo, wananchi wataelimishwa namna kutambua vifaa hivyo na hatari na jinsi ya kutoa taarifa kwa mamlaka husika baada ya kuvigusa. Harakati ya Machozi ya Raia pia imeeleza kuwa sehemu ya kampeni hiyo itahusisha utetezi wa kibinadamu kwa ajili ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na wale wanaorejea nyumbani baada ya vita. Maelfu ya wananchi katika maeneo ya Uvira, Fizi na bonde la Ruzizi wameathiriwa na migogoro ya silaha au sababisha wengi wao kupoteza nyumba, mali zao pamoja na vyanzo vyao vya mapato. Kupitia kampeni ya Amani Kwetu ya harakati ya Machozi ya Raia inasema inalenga kuwakumbusha wananchi kuwa kurejesha amani na utulivu ni jukumu la kila mmoja na kwamba usalama wa jamii unaweza kuimarishwa zaidi kupitia ushirikiano kati ya wananchi, viongozi wa kijamii na mamlaka za serikali. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground.